Hiyo ndio utaratibu ambao huko. Irani itaenda kuangushwa bwana simulizi. Na hicho kitu wasikilizaji pia wakijue. Ingawa sasa hivi katika media utaona bayana kwamba anashambuliwa sana ni Marekani na Israeli na wale washirika wao wa Arabu. Sababu media nyingi za Tanzania nimeona wengi ni pro Iran. Nimewasikiza wengi ni pro Iran. Na kwa sababu kuna ile mapenzi ya mtu binafsi. Kwa lazima egemee upande ambao anaukubali. Na pia sasa hivi Iran wamezima mtandao. Kwa hiyo kupata information ndani ya Iran ni ngumu sana. Ngumu sana. Ingawa sasa Mossad na CIA wanapambana sana kuweka vitu fulani ambavyo vitapa connection ya mtandao wale pro Iran, pro America wale na pro Israeli wa Iran ambao wanaunga mkono harakati za Marekani na Israel. Ili watoe information za wapi? Za mle ndani. Unaona? Kwa hiyo media nyingi kama BBC zina access mambo ya satellite, kile kitu zinarusha mambo mbalimbali na kadhalika. Sasa ukifungua media, cha kwanza utaona Israeli inaelemewa. Mara utaona Marekani inaelemewa. Utaona mara Netanyahu kauawa. Unaona? Hizo ni habari ziko hivyo. Lakini sasa kwa upande wa pili, kifupi tu Iran imepigwa sana. Mimi nimebahatika napata information pia nje ya utaratibu ambao umezoeleka. Ndio kuingia kwenye update zangu utaona mimi natoa video tofauti ambazo ni kabisa cream kabisa. Naweza nikachukua za media kubwa kubwa, lakini kuna zingine nazipata cream. Sasa ninazitoa wapi? Unaona? Lakini zinaonyesha bayana jinsi Irani anavyoshambuliwa. Kwa sababu pale Marekani ana submarine chini nyingi sana zimewekwa pale. Afu na zile aircraft carrier, afu na ile B1 zile ndege, wana B2 ile speed bomber, na ndege nyingi za F-35, F-22. Ukiangalia zinavyoingia kupiga Iran, kwa kweli wanapiga sana. Ile mabomu ya Tomahawk yanapiga sana. Hata China ameongea leo. Sasa Marekani crazy wa vita. Unaona? Amechanganyikiwa, analeta machafuko makubwa. Na akasema Marekani inatumia makombora makali kuipiga nini? Iran. Unaona? Huyo ni China kaongea. Sasa huku sisi bado tunapokea taarifa, hatujui kinachoendelea kwa kina. Lakini sasa hii vita haihitaji kushabiki bwana simulizi. Ni kweli Iran ameonyesha wanaume. Wanaume wake ameonyesha, sababu waliona kabisa watampiga. Hata mara ya kwanza mimi nilikuwa naona vile vikao, nishasema hapo msemo Marekani wanaogopa Iran na nini. Vile vikao vilikuwa ni vya kijasusi. Kwa hiyo walikuwa wanafanya vikao huku wakijipanga, wakijikusanya. Nafikiri nimeongea mara nyingi sana kuhusu hilo jambo. Wamejikusanya, walivyoona imetosha. Unaona? Wakampa Irani demand 5. Asishughulike na masuala ya nuclear. Unaona? Haribu makombora yake. Vitu vingi sana pale. Vitu ambavyo ni kama mtu anakuambia bwana, ondoa panga nyumbani kwako. Ondoa jembe, kisu. Yeye anakumaliza, nyundo ondoa. Anataka nini kwako? Hapana kukubaliza. Sasa Iran bado, yule waziri wa mambo ya nje wa Iran bado alikuwa na bidii kwenda kuzungumza, lakini kumbe jamaa tayari ushafika kwake, wakamuua Ayatollah. Hiyo ni mission ya kwanza. Lakini pia kuna usaliti mkubwa ndani ya Iran. Kuna Mossad wako wengi mle ndani, CIA na pro Israel na Marekani wako pale wengi, ambao walikuwa wanatoa information wale viongozi ambao wako. Sasa kwa siku moja tu wameua viongozi top layer, viongozi wakubwa sana. Kifupi kwa Iran ni wazuri kwa makombora, lakini si wazuri kwa ujasusi. Tuseme kwa hilo tunaweza tukasema ni kufeli kwa kwanza, kufeli namba moja kwa Iran ni kwenye upande wa ujasusi. Umefeli pakubwa sana. Yaani Iran imefeli, na hiyo ndio njia ambayo itafanya Iran ianguke. Kwa sababu wanapambana na adui ambaye tayari yuko ndani. Na maadui ambao wako ndani ni wanajeshi wale na viongozi wakubwa. Pia kuna kiongozi mmoja mkubwa sana pale Iran ambaye huyo waga anakashifiwa sana kama ni msaliti. Na huyo kiongozi ndo kabla Ayatollah hajapigwa bomu, ndo alitoka ofisini kwa nani? Kwa Ayatollah katika mazungumzo. Alivyotoka tu muda punde jamaa kafatuliwa. Na kwenye kikao kule cha awali vile vile. Kwa hiyo utaona ndani kwa ndani kuna usaliti mkubwa. Ndio maana CIA na Mossad walikuwa wanajua kwamba wafanye nini, sababu kila kitu wako nacho. Kwa hiyo walijamu ile system, tena wale wanajeshi wale wanatumika kujamu hizo system, na hatimaye wanafanya hicho kituko. Kwa mfano kuna video moja inaitwa Tehran.
Mtu aitafute series hiyo, nafikiri ziko episode kama ziko kama season 3 bila shaka. Ilikuwa zimeanza moja wakaja wakatoa 2 na kuna ya 3. Hiyo series inaongelea matukio ya leo. Yaani jinsi Mossad walivyoingia ndani ya nini? Ya Iran. Okay. Kwa hiyo wale paka top layer wale viongozi wa Iran wana connection na nani? Na Mossad. Okay. Na ujasusi blaza, ndio kuambia bwana simulizi. Ujasusi unaweza kuwa jasusi kweli, lakini unaweza kununuliwa kwa sababu ujasusi pia unategemeana na pesa. Pesa ni kiini cha ujasusi. Okay. Uweze kufanya ujasusi bila nini? Fedha. Uweze wewe ukatumwa ukampeleze fulani kama una nini? Pesa. Kwani ukajiumiza? Lazima fedha ipo, take risk, kuna mzigo. Sasa kwa hiyo Marekani na Israel wanatumia sana pesa kupata information ndani ya Iran. Kwa hiyo Iran imefeli kwenye issue ya ujasusi. Ila kwenye issue ya makombola wamejitahidi kuyaficha makombola, na makombola mengi underground ambayo imefichwa kwa namna ya viapo vikali sana. Hata ambao yanapigwa sasa hivi sehemu mbalimbali bado hawajafika ile hazina kubwa. Kwa kitu ambacho Iran ambacho kitenda kuwa labda sasa ile hazina watupe mengi waishiwe ile hazina ya makombola, na wataenda kufeli, wataenda kuishiwa kwa sababu sasa hivi wanapiga nchi nyingi. Okay. Kitu ambacho sijui kwa nini wamefanya hivyo, lakini huenda kuwa na sababu yao ya kijeshi na kijasusi. Mimi sikuingilia mambo ya kijeshi maana sijasomea masuala ya kijeshi, lakini point ni kwamba kwangu mimi nitamani vita Iran afocus kwa Marekani wenyewe na Israeli. Okay. Yaani ile makombola maana yatupa kule kwa majirani zake Qatar, wapi angeyatupa wapi? Kwa Israeli wenyewe na Marekani. Kwa hiyo wangeelemewa wale washiriki wao, wakafanyaje? Respond. Yes, amechochea kwa washirika wake. Ni washirika wa Marekani. Kwa sasa hivi nao wanajiandaa kuingia nini? Vitani. Maana Qatar sasa hivi ndege zake amezirusha juu tayari. Okay. Nasema kwamba zinatungua makombola, lakini wamsema kama endapo Iran ataendelea kushambulia nao wataingiza ndege zao ndani ya anga la Iran. Okay. Saudi Arabia ambaye naye anatamani Iran ipigwe toka zamani. Ndio. Naye pia amejipanga kufanyaje? Kuingilia. Lakini wanaangalia sasa mazingira namna gani ya kuingia kwa sasa. Okay. Kwa hiyo kama Iran ataenda kushambulia, ni moja kwa moja watafanyaje? Wataingia vitani. Ila kifupi, hii vita ilikuwa imepangwa kwa muda mrefu. Okay. Si vita ya ajari. Na tayari muanga ambao ni Iran ni mata ya Ayatollah hakujihusisha kwenye vikao sana. Okay. Hakujihusisha sana na vikao. Ingawa sababu yeye kuna utawala wa Iran, kuna supreme leader. Ndiyo. Na kuna uongozi wa rais mambo ya secular ambao anakuwa na control yale mambo, lakini anawajibika kwa nani? Kwa Ayatollah. Lakini kwa point kubwa Iran alijua kuna siku atapigwa. Ndio maana kwa amejipanga vizuri, na alijua ana jeshi la kutuma Israeli, ana jeshi la kutuma wapi? Marekani. Kwa survival yake ilikuwa atengeneze zana ambazo zinaweza kumfikia nini? Adui. Okay. Ili kumfanya adui hasiweze kusogea karibu. Lakini hatimaye walikuwa wameshamtest katika vita vya mwezi wa 7, siku 12 zile. Vita vya siku 12 mwezi wa 7 mwaka jana. Wakajua nguvu zake ziko wapi. Okay. Kwa sababu wamemvamia wakijua in and out kwake. Lakini kama nilivyosema juzi na katika makala zangu, si kwamba Iran hata hawapa madhara. Hiyo. Okay. Nilisema mara nyingi sana. Mara kibao sana. Iran atatoa nini? Madhara makubwa. Lakini mwisho wa picha bwana simulizi. Mwisho nini? Labda Mungu, maana kuna Mungu pia. Ndiyo. Aseme huu si wakati. Ila kama ni mpango hili ambayo imepangwa, basi Iran ana muda mrefu ataangushwa. Okay. Nitaka niulize swali lingine. Kitendo cha Ayatollah, kiongozi mkubwa wa Iran, kuuawa. Kulikuwa kuna yani ni calculation ambayo walifanya sawa Marekani na Israeli, au kwa kiasi fulani haikutakiwa awe ameuawa vile ilivyofanyika, yani kama ndo mbinu za kivita? Ayatollah alikuwa wao mwaka jana. Ndio. Ndio Marekani alikuwa amekataza. Okay. Jamaa alikuwa ameshatuma ndege kadhaa zimeenda kumuua nani? Ayatollah. Ndio Washington ikampigia Netanyahu simu kwamba hilo tendo usilifanye sasa, kwa sababu litawaunganisha wa Iran pamoja na washirika wa Iran. Kwa hiyo jamaa wakafanyaje? Wakageuza, wakapiga simu, ndege zikarudi. Ndio maana sasa baadaye watu wakasema kwamba Marekani Israeli imeshindwa nini? Vita. Ndio. Ile ilikuwa ni calculation tu. Hata juzi Trump alisema kabla ya vita akasema kwamba na tunajua Khamenei anapolala. Okay. Hata rangi ya choo chake tunakijua. Okay. Na Israeli itaka kumuua, lakini ashukuru mimi
Trump, niliwakataza wana wa Israeli wasimpige. Kwa sasa hivi kama swali lako ulivyouliza, walitathmini, na mimi ni uzuri nilifuatilia hilo baraza la ulinzi la Israeli, baraza la vita, sababu na baraza la vita Israeli na Marekani pia na baraza la nini la vita. Walitathmini wakakubaliana, ila kwa ushirikiano na Washington, baada ya kuona ule mvutano mkubwa kati ya Wairani wenyewe na utawala wao, wakaona kwamba tukimuua Ayatollah kunaweza kuleta, huu ndio wakati wa kumuua Ayatollah kwa sababu Irani imeshagawanyika. Ingawa mimi binafsi sikupenda Ayatollah hafe mapema. Wange hata kufikiria, sababu ule mzee akashachoka miaka 86. Ina maana angejifia tu. Sababu kama ameshachoka, hata mwenyewe kwa anaongea kwamba mimi nataka ni hand out madaraka yangu. Kwa hiyo hiyo ni kan target ya kupiga ili Ayatollah aanguke, ili Irani ifanyeje? Ipasuke. Ni kweli mpaka sasa imepasuka kwa namna moja au nyingine, lakini sasa hichi kifo chake pia kimewarecruit wale watu wa dini sasa. Yaani wale ambao ni watu wa imani ya kidini ya Kishia. Wanawake, vijana, wazee wameungana na jeshi lao. Sasa hivi si kuungana kushinda, wameungana kufa shahidi. Nikisema shahidi Waislamu wananielewa. Yaani kufa kama vile unajua kufa shahidi kwamba unafia dini. Katika imani ya Kiislamu ukifa shahidi hiyo ni moja kwa moja peponi. Sawa sawa, unaenda kula matunda kama ni mwanaume, unaenda kupokea mabikra 72 wa peponi, wale maulain, na 72 wengine ambao wamekufa ni wale wanawake ambao wamezao walikuwa ni makafiri wao kwa. Kwa maana wewe kwa imani ya Kiislamu wewe ni kafiri. Kwa hiyo mke wako kama akiwa Muislamu akienda peponi, aenda kuolewa na mujahidina. Kwa inakuwa ni stock ya mujahidina. Unaona, kuna na wanawake 144. Ambayo sasa huyo ukisoma sasa unakuwa una enjoy katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo sasa hiyo unakuwa shahidi. Sasa hivi Wairani nimeangalia jana wakilia machozi kwenye makaburi ya wale watawa wao watakatifu wao, na kuna jeneza la Ayatollah, kwamba wakaapa kunyanyua mikono, tutakufa kulipiza kisasi cha kiongozi wetu Ayatollah Ali Khamenei. Kwa tumeamua kufa nini? Shahidi. Na bwana simulizi, ogopa sana mtu ambaye ameamua kufa. Unapigana na mtu ambaye anakuambia unapigana naye, lakini kwake ameshaamua nini? Kufa. Kwa ina maana atatumia silaha yoyote afe na wewe. Kwa hiyo Marekani na Israeli wajiandae. Wajiandae. Hata sasa hivi wakiingiza jeshi kwa sasa. Nimeona wanataka kuingiza jeshi, ingawa jana wameingiza Mossad na CIA wengi tu wameingia Iran. Wengi sana wameingizwa Iran pale. Kuna kufanya assassination. Naona sasa wakiingiza jeshi kama Netanyahu ambaye amekusanya wanajeshi 100,000 nataka waingize. Wakiingiza kwa sasa hivi watakufa wengi. Kwa sababu unapigana na watu ambao akili zimeshayumba. Wana hasira. Kwa hiyo mtu anaweza kachukua tabomu kwenda kujilipua, lakini ingawa Washia hiyo doctrine hawana. Unajua Washia wajilipui. Hiyo si doctrine ya Mshia. Lakini anaweza kujitoa mwangu kwa maana ipi? Anaweza kaenda wakajitoa kupigana. Kufa na nini? Na kupona. Kwa hiyo wakafanya madhara makubwa. Kwa hiyo wenda wataingiza jeshi baadaye, lakini si sasa. Na nimemsikia Trump ambao alikuwa anataka apigane vita kwa wiki moja, wiki mbili, ila sasa wameongeza mpaka wiki 4 mpaka 5. Kwa hiyo wahakikishe wanafuta utawala wa nini? Wa Khamenei. Tuseme ina maana watafuta wa Kiislamu moja kwa moja. Ni maji kidogo. Ina maana watafuta ule utawala wa Kiislamu wenyewe au watamtoa tu huyo, lakini kama watataka kuendelea na utawala wa Kiislamu, yani namna yao ya utawala itakuwa kawaida. Wanataka kurudisha utawala wa kisekula. Wenyewe iko hivi bwana simulizi. Ingawa nimesikia kuna mtu mmoja tu hapa. Ndio. Shekhe mmoja hivi. Rafiki yangu mmoja shekhe. Akasema kwamba Marekani anapigana dhidi ya Uislamu. Ndio. Hana shida ya Uislamu. Kama kupigana juu ya Uislamu, angepigana Saudi Arabia. Saudi Arabia wana siasa kali sana kuliko za Iran. Watu hawajui kitu. Hata jana kuna Democratic wa Marekani alisema kwamba kama Marekani nataka ichange ifanye
Irani kuwa nchi ya kidemokrasia ianze na Saudi Arabia. Sababu Irani wana uchaguzi wa rais. Ndio. Wana mawaziri. Ndio. Sawa Kwa hiyo rais anapiga kampeni, wanashindana kabisa kwa kula kabisa, ni balaa kabisa. Unaona? Na wabunge wanawachagua bunge wao. Sawa? Hiyo ni demokrasia, si demokrasia? Demokrasia. Lakini sababu demokrasia huenda inatafasiriwa kwa kivuli cha Marekani. Lakini Irani wana demokrasia yao. Alafu ni ule utawala wa kidini. Ayatola, maana ya ayatola ni msomi mkubwa wa Qur'ani na kujua fiqh. Kwa maana mnapokwenda kuchagua ayatola wanaangalia wale wasomi. Wao kuna baraza la wale viongozi. Na ayatola si mmoja tu. Kuna mayatola wengi, kuna ayatola wa mkoa. Kama hapa Tanzania hapa kuna ayatola mkuu, kuna ayatola wa Mwanza, wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mayatola, ni cheo cha wasomi, mayatola kama vile mashehe. Ndio paka hapo Wewe ni mtu ambaye anachagua ayatola, unachagua mtu ambaye una elimu kubwa ya Qur'an, yaani unajua Uislamu kweli. Sawa sawa Sasa pia hicho cheo anacho ndio ayatola, lakini pia anacho kingine ndio supreme leader. Baada ya mapinduzi ya Iran mwaka 1798, mwaka 1979, sorry. Yule mwanapinduzi ayatola yule wa kwanza mwanapinduzi Khomeini sasa. Ruhollah Khomeini. Huyu ni Ali Khamenei. Akateuliwa kuwa supreme leader. Ni kama vile papa. Kama mwakilishi wa Mungu. Papa yeye ni askofu wa Roma. Ndio. Si ndio? Ndio. Na pia ni mkuu wa kanisa la Katoliki. Ndio. Sawa Kwa maana katika ile light ya kishia ya Iran, huyu Khamenei alikuwa ni mkuu. Sasa paka hapo. Lakini ana cheo kingine cha siasa. Supreme leader. Ambao ndio anaongoza kikosi kile cha IRGC. Iran Revolutionary Guard Corps. Kile kikosi ndio kinaongoza jeshi la ardhini na jeshi la angani la makombora. Tuko pamoja paka hapo. Na kile kikosi pia kinaitwa Quds. Kile Quds ndio kina control jeshi hilo, ni harakati za Iran za kijeshi za Iran nje ya Iran, ambacho alimuua ile Qasim Soleimani ambaye Trump alimuua. Ndio. Sawa Ndio. Sasa hao ayatola ndio ana control. Kwa hiyo rais wa wapi wa Iran ana mamlaka juu ya jeshi la IRGC. Ingawa pia wana army ya Iran ipo. Jeshi la Iran liko ambalo liko chini ya rais. Lakini ni jeshi ambalo limiliki vikosi vya anga wala vikosi vya nini? Vya makombora. Maana maajabu. Kwa hiyo ayatola anakuwa anamiliki vitu kama hivyo. Watamani kumuua ayatola, walijua kabisa wataleta tofahamu katika jeshi la IRGC. Sawa. Maana kumuua ile rais ni kazi bure tu. Lakini cha ajabu jamaa kushajipanga. Kwa hiyo ambaye amekaimu nafasi, hajachaguliwa bado kwa ayatola. Unaona? Ameendesha tena program ile mission ile kama tena zaidi ya huyu ayatola. Ndio. Na unajua ayatola kabisa nyupe siri moja bwana Siblizi. Ndio. Issue ya nuclear ni siasa. Ayatola alikuwa ameshatoa fatwa kwamba Irani haipasi kumiliki bomba la nini? La nuclear.